Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Habari ya asubuhi. Tunamshukuru Mungu sana kwa asubuhi ya leo tunapoanza kipindi chetu hiki maalum kwa muda ambao uko mbele yetu sasa. Basi tuweze kuomba. Baba yetu Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa neema uliotupatia. Asante kwa ajili ya sabato ya leo. Endelea kutupatia hekima yako katika somo hili, tukalifanyie kazi, tusiwe ni wasikiaji tu, bali tuwe watendaji wa neno. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Nikukumbushe kidogo kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya 14 fungu la 15. Biblia inasema, mjinga huamini kila neno, bali mwenye busara huangalia sana aendavyo. Zingatia maneno haya vizuri. Mjinga huamini kila neno, bali mwenye busara huangalia sana aendavyo. Mtu mwenye busara, busara huzaliwi nayo ila unaitafuta. Kwa hiyo tafuta maarifa, uweze kujua, jiongeze, soma vitabu, sikiliza watu, angalia watu waliokutangulia, jifunze kwa makosa ya watu wengine, maana hakuna kipya chini ya jua. Kila unachokiona kilitendeka tayari. Kwenye kitabu ambacho nilishauri juzi ya kwamba angalau kila mtu aweze ukisoma, ambacho kinaitwa Money Psychology au The Psychology of Money, Bwana Morgan Housel anasema maneno haya: ufanisi wa kifedha si sayansi ngumu, ni ustadi laini ambapo jinsi unavyotenda ni muhimu kuliko unachokijua. Natulia kidogo ili uweze kuingia kwenye ubongo wetu. Narudia tena. Ufanisi wa kifedha si sayansi ngumu, ni ustadi laini ambapo jinsi unavyotenda ni muhimu kuliko unachokijua. Yaani kujua na kutenda ni vitu viwili tofauti. Hujawahi kukutana na watu ambao anaweza kushauri wenzake kuhusu uchumi kweli kweli ila yeye hatoboi? Mshike mkono jirani yako, mwambie umesikia. Kwa tatizo sio kwamba hajui, tatizo ni kwamba hatendi. Kama sijakosea, nadhani ni Plato, utanisaidia maana kuna wasomi humu ndani, nadhani ni Plato ambaye alisema to know is to do. Kwa hiyo lazima ukubali kuingiza katika utendaji. Sikiliza hii. Wakati namalizia somo la juzi nikasema katika saikolojia wana matawi mengi. Moja ya tawi muhimu sana ni tawi ambalo wanaliita ni behavior science. Ni taaluma ya kutambua tabia, kwa nini mtu anatenda hivi. Wengine wengi ambao mko hapa mnanisikiliza katika taasisi zenu, katika maofisi yenu, mmepewa kazi nzuri sana ya kuwa HR. Unapokuwa HR lazima ujue sayansi ya tabia za watu. Utajua ni kwa nini huyu anatenda hivi. Hata ukiletewa migogoro fulani na fulani wamegombana, yaani unatakiwa tu kae utazame. Ukishajua zile huluka zao, inakusaidia kujua kwa nini waligombana. Kuna mtu ambaye unajua huyu siwezi kumuweka na watu watatu, watagombana tu, lazima atawagombanisha, ndivyo walivyo. Hii inakusaidia kujua asili ya tabia ya binadamu, na inakusaidia kujua kwa nini tunafanya maamuzi tunayoyafanya. Hii ni muhimu sana. Nakumbuka wale ambao mnafuatilia katika mitandao, Mheshimiwa Kikwete aliulizwa swali moja, akaambiwa ni kitu gani ambacho unajuta sana katika uongozi wako? Akasema hivi, ninachojuta ni kwamba nilimchukulia hatua mtu kwa maneno ya kuambiwa. Sasa baadaye nikaja kushtuka nimeshamtoa kwenye madaraka, na kuja kushtuka alikuwa ni innocent. Sasa katika taasisi, katika fedha, ukijua tabia za binadamu jinsi walivyo, inakusaidia kuchukua tahadhari. Natoa mfano. Ukienda kwenye taasisi mpya yeyote, wewe kama kiongozi umepelekwa pale, umehamishwa na shirika lako, jua, piga ua, kuna watu lazima watatangulia kukuletea maneno mapema, hawajatumwa na mtu. Ndio tabia yao ilivyo. Sasa anasema mjinga huamini kila neno. Hapa maana yake ni nini? Pia mjinga hupuuza kila kitu. Usije ukapuuza, lakini usije pia ukachukua kila kitu. Yaani ukipuuza kila kitu na umejichanganya tena. Yaani huyu mtu anaweza kuwa na faida pia.
Kwa hiyo lazima uwe makini sana katika habari ya tabia za watu. Sasa sikiliza, kila tabia ina kichocheo. Wataalamu wa tabia huonyesha kwamba tabia hufuata mzunguko wa hatua 3. Kwa hata kama ukijikuta kuna mahali unawekeza kila siku unaanguka tu, lazima uanze ukachi na kujichunguza. Wanasema kwamba ni Afrika peke yake, sijajua huyu mtu aliyesema hivi ana uhakika kiasi gani, lakini anasema ni Afrika peke yake ambapo kila tatizo lina mchawi. Yaani hatufanyi utafiti. Nyanya zimeungua, nakwambia nimetoka tu jana. Nyanya zilikuwa ziko vizuri kabisa, lakini jana tu nimetoka hapa zimeungua zote. Ukienda kwa watu wa agriculture anakuambia hakuna uchawi, ni kwamba masaa 9 tu kwa nyanya yanatosha kumaliza nyanya zote kwa mdudu aliyeingia hapo. Kwa sasa wataalamu wakisema lazima uanze kujichunguza wewe mwenyewe. Kuna mambo yafuatayo muhimu sana. Lazima utambue kitu kinaitwa kichocheo, triggers. Ni kitu muhimu sana. Ukijikuta umeenda sokoni ukanunua nguo ambayo hukuwa na mpango nayo, kuna kichocheo. Na hao watu wanaouza masokoni ukiwatazama mpaka unajiuliza, hivi wamesoma psychology au vipi? Wanajua kutangaza, wanajipanga kitaalam. Yaani pale kwenye gulio kuna watu wako pale, sio kwamba eti wana mpango wa kununua. Wao kazi yao ni kucheza na homoni zako. Kwa akitangaza hii 1000, 2000, kuna mtu yuko basi nipe hiyo. Nipe na nyingine, nipe na hiyo. Mwisho anawaza, wenzangu wanachangamkia, ina maana hawa wote hawana akili. Ni mimi tu ndio nimeshtukia. Hapana, na mimi nipe hiyo. Kwa unajikuta umenunua, utagundua kwamba wale watu mimi nilishajikuta kwenye costa ya kutoka Dar es Salaam kwenda Morogoro. Tulijaa, lakini baada ya muda nikajikuta tuko 3. Ila tulihimizwa inaondoka sasa hivi, wai city. Watu ni wengi, lazima ujue triggers. Sasa sikiliza hapa. Jambo linalochochea tabia fulani inaweza kuwa hali ya kihisia, muda maalumu wa siku, mazingira ya kijamii au tukio la mara kwa mara kama vile kupokea mshahara au bonus. Stop kidogo, usiwe na papara kwenye hii sentence. Kuna vitu vinakuchochea kufanya vitu fulani kwa sababu ya muda. Hizo ndizo triggers. Asilimia kubwa ya njaa unayoisikia si halisi, ni masaa. Pasa sijakuelewa. Yaani akili yako ilikariri kwamba wewe ikifika saa 6 tunakula chakula. Kwa yale masaa tu yakifika pap, ubongo unasema saa 6 imefika. Homoni ya njaa inaachiliwa, unaanza kula chakula. Kuna mtu mshahara ukiingia lazima aende kula bata. Kwa ubongo umerekodi kwamba mzunguko utaenda hivi, mshahara utaingia, na mshahara ukishaingia pap lazima nikanunue kitu fulani, lazima nikanunue na hiki, lazima nikanunue na hiki, bila kujali kwamba hiki ninachokinunua kinahitajika au hakihitajiki. Tatizo sio hitaji, tatizo ni triggers. Kilichokushtua wewe ni mshahara. Mshahara unaingia, na mshahara ukiingia ninunue suti. Ujiulizi, nahitaji hii suti au sihitaji? Baadhi ya wataalamu wa saikolojia ya uchumi wanashauri hivi: ukigundua ya kwamba mzunguko wako wa mshahara unakulazimisha kuwa na matumizi yasiyohitajika, anasema ni vizuri kujiwekea nidhamu kwa kuingiza pesa kwenye akaunti ambayo itakudhibiti kutoa. Sasa wataalamu wa fedha ni kazi yao, watatuambia ni ipi inayodhibiti kutoa. Kuna mwingine ukishaweka tu mfukoni hapa pap, ile pesa kitendo cha kuziona ziko hapo. Nilicheka kidogo nilipokutana na mtaalamu wa behavior science. Yeye ana mteja wake ambaye anasumbuliwa na msongo unaohusiana na fedha, akamshauri kunusa pesa. Kwa hiyo zikija tena mwambie hebu. Sasa tukawa tunamhoji wakati anatoa taarifa zake, presentation yake, kwamba profesa, ni kipi kilikusababisha ukamwambia nuse pesa? Anasema kwake yeye pesa inamzalishia homoni ya furaha, reward. Kwa hiyo nilipogundua mteja wangu kitu ndio kinamsumbua, nikamwambia una msongo, yeye nusa kidogo. Kwa hiyo akinusa tu ile akisikia ile harufu, homoni inazalishwa, anajisikia vizuri. Kuna vitu vingi tunatenda tunaongozwa na homoni, sio uhalisia. Sikiliza.
hiyo reward au trigger, hili ni tendo linalotekelezwa baada ya kichocheo. Kadri linavyorudiwa ndivyo linavyozidi kuwa la kiautomatic, nimekosa lugha nzuri, katika tabia ya kifedha. Na tendo linaweza kuwa kununua vitu kiholela baada ya kupokea mshahara, nimetoa mfano. Kununua vitu kiholela baada ya kuagiza chakula kutoka nje unapojisikia kuchoka. Hebu tuweke vizuri hapa. Nilitanguliza mwanzoni nikasema msije mkanihukumu. Kwa hiyo na mimi naomba msinihukumu. Piga picha unaenda kununua kuku wa kukaanga kuchoma. Nusu 18,000. Nusu. Wakati unaweza kwenda kununua kuku mzima 10,000. Ukapeleka nyumbani akatengenezwa mkala na familia. Hebu piga hiyo picha sasa. Wewe ununue nusu 18,000, 20,000 na unajisikia vizuri kabisa. Nashukuru Mungu mkutano umeisha, kwa hiyo watu wataondoka. Hizi hoteli mnavyoziona zote zilizoko hapa, hizi hoteli zote. Yaani chakula ambacho unakula kwenye hoteli kulingana na standard ya hoteli, chakula hicho unaweza kupata mara 3 zaidi guest. Hicho. Ndio sababu kabla ya kununua chakula jiulize, na kihitaji? Sasa wanasema hivi, kwa watu ambao ni wa hali ya juu kwa kawaida, kisaikolojia unaweza kuwapima tu kwa wajua. Mtu ambaye kipato chake ni cha juu kabisa, akiingia hotelini, anauliza chakula. Mna chakula? Na hotelini chakula ni nini? Watakwambia tuna kuku, tuna samaki, kuna nyama, hiyo ndio chakula. Alafu neno la pili, inasindikizwa na ugali, wali, chips. Njoo huku kwetu kwa kawaida kabisa. Unauliza, una chakula? Atakwambia ndio. Nini? Ugali, samaki, ndio chakula. Tabia pili ya kugundua uwezo wa mtu wa kifedha kisaikolojia ni hii. Anapoingia hotelini akiulizia chakula akiambiwa, huwa hawaulizi bei. Anasema leta. Ukisikia mtu anauliza ni shilingi ngapi? Elewa. Huwa mnaelewa wengi mlioko hapa, huwa unaulizaga kule kwenye zile hoteli, baadaye ukiletewa bili. Yaani umeshakula umeshiba ndipo hii ni kiasi kadhaa, hii ni kiasi kadhaa. Lakini wengine huwa hapana. Tabia ya kifedha huwa inajengwa na familia ulikotoka. Hii uzingatie vizuri. Kama unatokea familia ambayo haijui au haina tabia ya kuweka akiba, likely kwenye maisha yako ya ukubwani kwenye familia yako na hutaweka akiba. Kwa inakubidi uingie kwenye nidhamu ya kuweka akiba, kwa sababu kwenu hicho kitu hakipo. Mnakula kila kitu. Mimi nimechapwa sana kwa kubakisha chakula. Sana, nimekula viboko vya kutosha. Umebakisha chakula, mzee anakuambia kwa nini hukuchukua saizi? Nimefinywa na bibi kwa kutumia ile shilingi 5 yenye nani hawaijui wao wa kizazi cha kina Manoti hawaijui. Kuna shilingi 5 ambayo ilikuwa ina mkungu wa ndizi. Kosa bibi aligundua ya kwamba nimekula kuna aina fulani ya kama ni jamii ya viazi ambao siipendi. Kwa hiyo nimesubiria ile nikajaza mauchafu pale juu, akaona kama nimemaliza, nikaenda nje kumbe yuko dirishani anachungulia. Ile nimetupa tu akaniambia njoo. Huwa unachukua saizi yako. Hasa unasema mchungaji unamaanisha nini hapa? Nyie ambao bado mko kwenye malezi ya watoto, unalea watoto, ili rika la kwangu ambalo bado tunakimbizana na hawa watoto hawa. Kumjengea mtoto nidhamu ya fedha unatakiwa uanze leo. Akiwa mkubwa ni ngumu kumrudisha kwenye line. Kwa mapema. Tuna shule yetu moja ambayo inaitwa Great Lakes Adventist Academy ya kanisa la Sabato, iko Michigan. Mtoto akisoma pale, ni sheria ya shule, lazima afanye kazi, achangie ada ya mtoto, ya baba yake. Kwa hiyo mtoto wako akisoma hapo, huwezi kulipa ada tu, anakuambia na yeye anafanya nini ili kuchangia hii ada. Ukauliza kwa nini, unakuambia lazima awe na nidhamu, maana akijua ugumu wa kutafuta hela hata leta mchezo. Njoo hao wa kwetu wa kawaida. Kuna saa unadhani kwamba kwa kumpa kila anachokitaka umemsaidia, kumbe ndipo unafanya nini? Unamharibu.
Sikia vizuri, Mungu atusaidie katika hili. Mlee mtoto katika njia, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Ndipo utajua kwamba hao wana saikolojia wote wanaosema tumesoma psychology, wana PhD, wana masters, Biblia imejaa psychology kuliko wao. Biblia iweka mapema kabisa, mtengeneze mtoto vizuri. Kile kitabu ambacho nilikitaja pia nikasema mkinunue, kimeandikwa na Rabbi Daniel cha Thou Shall Prosper. Rabbi Daniel anasema mle ndani kwenye kitabu chake ya kwamba watoto wa Kiyahudi katika makuzi yao, katika ukuaji wao, anasema nyumbani kwao wanafundishwa ya kwamba wao wameumbwa kumiliki. Nikashtuka, hivi ina maana kwani sisi hatuwaambii sisi watoto wetu kila anaposoma tunachomkazia ni nini? Nenda ukasome ili uajiriwe. Na tulia kidogo, akili yako itafakari kwa ziada tofauti ya sentensi mbili. Soma mwanangu upate ajira. Hiyo ni mental slavery. Yaani unamuandaa mtoto wako tangu akiwa mdogo, mwanangu soma ukatumikishwe. Hiyo tangu akiwa mdogo, nenda soma ili ukatumikishwe. Soma ukatumikishwe, soma ukatumikishwe. Yaani hicho anakuwa nacho, huku wanafundishwa tofauti. Wanaambiwa wewe umeumbwa kutawala. Ninatamani wazazi wote mnaonisikiliza, maneno haya yanaweza yakachukua dakika chache kwa mtoto wako, lakini yataleta matokeo makubwa ukubwani. Ukiwa na mtoto wako, mwambie Mungu amekuumba wewe ukatawale. Tena muonyeshe na mafungu, wakatawale. Sema wewe umeumbwa kutawala ardhi, umeumbwa kutawala wanyama, umeumbwa kutawala kila kitu. Na ikitokea mtoto wako ana grade ya chini, acheni tabia ya kuwapima watoto kwa grade za darasani. Maisha ya darasani na maisha ya duniani ni maisha mawili tofauti. Nipungie mkono kama unaanza kunielewa. Kwanza, kwa taarifa yako, waliokuwa wanatesa sana darasani, wenye A wenye B, ni wagumu kuanzisha makampuni. Hasa wenye A hawaanzishagi makampuni. Kutana na mijamaa ambao walikuwa wanapata D, yaani imepigwa na riski za mtihani mpaka haiogopi maisha. Ukisema kwamba ulikosoe sana, haliogopi kukosolewa kwa sababu lilishakosolewa sana nyumbani na shuleni. Haleluya. Kwa lenyewe kuanzisha kampuni kufeli linaona ni kawaida. Asa linajikuta limeanzisha kampuni kwa kuriski, limetoboa. Lina makampuni mawili ila halijasoma accounts. Mwisho linagundua kuna mwenzake alikuwa anawanyanyasa darasani sana. Anauliza hivi fulani yuko wapi? Anaambiwa ana degree ya accounts. Anampigia simu, bwana na kampuni yangu hapa mimi sijui mahesabu. Ambia mimi nimesoma, nitakuja kukusaidia. Anakuja anambia mshahara kiasi gani? Wa D anampa mshahara wa A. Hii dunia kama haina haki hivi. Jifunze kanuni za mzunguko wa maisha. Najua hii nimesema ziko 3 lakini nakimbizana na muda, kwa hiyo zingine nitazimalizia baadaye. Nataka niguse vitu muhimu. Jifunze kanuni muhimu za maisha. Na ujue hivi, huwezi kubadili majira ila unaweza kuyatumia majira. Watu wa Mungu, tuko sawa sawa hapo eh? Hata ile fungu ambalo tunalisoma kwenye Danieli, naye akaazimu kubadili majira na sheria. Kuna saa tunampa mnyama kichwa ambacho sio cha kwake. Kasome vizuri ile andiko. Andiko alisemi atabadili, aliazimu. Azima na kutekeleza ni vitu vili tofauti. Aliazimu kubadili majira na sheria, lakini hakuweza kubadilisha. Mungu ndiye ambaye anaweza kubadilisha majira. Sasa tufanyeje hapa? Katika majira ya maisha yako yote kuna kanuni inaitwa 7-7. Ni kanuni ya Yusufu. Ikariri kwenye maisha itakutoa. 7-7 ni nini? Kuna miaka 7 ya shibe na kuna miaka 7 ya nini? Piga ua lazima itokee. Mungu kumuonyesha tafsiri Yusufu hakubadilisha miaka, ila alileta hekima ya kutumia. Haleluya. Ukifanikiwa kiuchumi,
jua kuna ambaye anakuja pacha wake anaitwa hasara, huwa wanafuatana. Hawa hawaachani. Na hapa hakuna habari ya kufunga na kuomba, havina uhusiano. Mungu hakumwambia Yusufu nawe umwambie Farao aingie kwenye maombi ya siku 10 ili kuzuia njaa. Kuna saa unakemea pepo ambaye hayupo. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Asa pastor, hapa tufanyeje? Ukiwa kwenye position yoyote, madaraka uliopewa, ujue kuna siku yataondoka. Hiyo ni sheria ya asili. Sasa ufanyeje? Fuata kanuni ya Yesu. Yule bwana ambaye aliwekwa kuwa kadhi, aliwekwa kuwa kusimamia shughuli ya bosi wake, akafukuzwa kazi. Mnamkumbuka vizuri Akaenda kumwambia mtu, unadaiwa ngapi? Magunia 7, andika 3. Wewe unadaiwa ngapi? Asema 100,000, andika 50. Mwisho Yesu anamsifu yule bwana. Utajiuliza, Yesu anasifiaje ujinga kama huu? Yesu anasema hapana, huyu jamaa ana akili. Maana aliposhuka pale, wale aliowasamehe ndio waliompokea. Sasa wewe umepewa nafasi kule serikalini, ofisini kwako, wewe ni mtu mkubwa, unaanza kunyanyasa walioko chini yako, ukijua utabaki hapo. Tumia kanuni ya 7-7. Hawa ambao leo anafagia hapa, yuko hapa ndio mfagiaji huyu hapa huyu ambaye anakuja hapa anakuambia naomba uniandike kazi, unamuona leo ana certificate. Kuna siku atasoma atapata degree. Kesho ndiye ambaye unakuja kuomba kwako mafao kwa huyu. Siku alipokuja na pepa yake ulimwambia kaa pembeni. Nini bwana mdogo wewe? Sasa na wewe unaingia pale. Sikiliza, Mungu atusaidie sana. 7-7 itakuokoa. Siku ukiwa chini, hawa ndio akikuona nasema wakati nakuja kuajiriwa aliniita mpaka akaniombea. Alikuombea? Sema ndio. Njoo mzee, kaa hapa mzee. Wanapewa oda wale wadogo, mleteni mzee chai. Kwa nini akili ya mwanadamu huwa inakumbuka matendo hasa uliotendewa, ila mtendaji huwa anasahau alichotenda? Njoo kwenye uchumi. Usiwe mjinga kwenye uchumi. Ukipata pesa zitaondoka. Tunza kwa ajili ya wakati wa njaa. Haleluya. Wekeza vitu vinavyoeleweka, sio mihemko. Chunguzeni sana. Na waomba samahani, naongea tu kisaikolojia. Chunguzeni sana miradi ambayo watu wameungana kuwekeza wengi. Njoni muiangalie progress yake. Mgogoro sio kwamba ile miradi haifai, ni saikolojia. Hasa ikiwa na watu wanaoitwa Waadventista. Sasa kwa nini pastor? Ni wataalamu wa lesson. Mkitaka mtoboe, chagueni mtu mmoja ambaye ana uwezo wa mradi, mpeni utawala, nyie wote muwe shareholders, msio decision makers. Mkiweka uhuru wa watu kufanya maamuzi kwenye mradi, kila mmoja ana akili yake. Tuanze na mahindi. Mkasema mahindi ufuta kama Wasabato wanachambua mpaka picha ya kwenye lesoni. Picha. Watu wanavutana kwenye picha hapo. Asema ubao wa malaika uligeukia hivi. Ay. Mungu atusaidie sana. Najua mna miradi yenu, mkitaka mtoboe miradi yenu, sijui ya Atape, mko watu wengi, punguzeni idadi ya decision makers. Wekeni mtu mmoja, mfanyeni huyu kwamba huyu ndiye final. Wewe fanya maamuzi, utakuja kutuambia mtatoboa, au watu 2 au 3 mtatoboa. Hisia au furaha ya muda mfupi baada ya kununua kitu, ujue haidumu na madhara yake yaweza kuwa makubwa hapo baadaye. Umejisikia tu raha. Mimi sina tabu sana na wazee wakubwa hawa kama kina mzee Marekana hawa. Mimi sina shida nao, sasa hivi siongei nao sana. Mimi naongea na hawa vijana wadogo hawa
Hawa ndio nina kero nao kweli kweli. Yaani kiona tu kijana mdogo inasikia kuongea nao sana hao. Kwamba jifunze kuwekeza. Nilikuwa naangalia hapa wanasema kama ukijipa nidhamu ya kuweka 10% ya mshahara wako. Nidhamu tu. Nimesema nidhamu. Unajua nidhamu sio tamu Nidhamu sio tamu. Usije ukasubiria kwamba nidhamu kwamba utaenjoy. Nidhamu huwezi kuenjoy. Nidhamu ni kujipa nidhamu yenye maumivu kabisa. Kuna kitu nataka unasema hapana. Kila wakati nitaweka 10% ya mshahara wangu kwenye sehemu ambayo sigusi kabisa. Njoo uiangalie baada ya miaka 10. Nikiongea hapa miaka 10, mnasema miaka 10 ni mingi. Miaka 10 sio mingi. Angalia mwenzako aliyeamua kusoma mkiwa naye tu. Dakika za kuhesabu ana degree. Bwana, juzi tu. Wewe uliona miaka 3 degree. Mwenzako aliamua kuanza kidogo kidogo, utasema mimi nitaanza tu Open University. Kidogo tu. Anaanza kidogo kidogo. Unashangaa muda umeenda, huyo degree yake pap. Ni sawa na uwekezaji. Mabankers mlioko hapa, mimi nayeongea hapa mbele ni mtu wa theolojia na saikolojia. Msinihukumu kwa mambo ya banking, lakini mnisikilize katika hili, mtaliongeza kitaalamu kuliko mimi. Kuweka milioni 10 kwenye benki ikakaa miaka 5 ni ujinga. Sijasema ni upumbavu. Ni ujinga. Ni ujinga kwa sababu ile pesa kule ulikoiweka, hata kama kuna karate wanakupa, kale karate ukipima na kile ambacho kinaingizwa na wao ni kikubwa kweli kweli. Sasa sikia, ni kawaida kwenye Biblia kabisa. Hii haina economics, ni kitu cha kawaida kabisa. Sikiliza hapa, haitaki PhD, akili ya kawaida ya kula ugali na sukuma wiki unaweza ukaelewa. Ni ardhi tu ambayo ukiwekeza haipungui thamani, inaongezeka. Na hii ni kwa sababu ya amri ya Mungu mwenyewe. Ulioinunua milioni 10 leo ardhi, njoo uiangalie miaka 10 baadaye imetengeneza mamia ya milioni. Ila tu usinunue ardhi kwa mihemko. Kuna makampuni najua kushawishi, baadaye umeshanunua unagundua ni eneo la barabara. Sasa hapa tunafanyaje? Hapa ndipo Atape unaona utamu wake sasa. Ndani ya Atape ilitakiwa tuwatambue wataalamu wa ardhi tulioko nao hapa nchi nzima, ambao tuko nao hapa. Tunajua nikienda Maswa, kuna bwana yuko pale, yuko sehemu fulani, yeye ni mtu wa ardhi. Namuuliza, kuna eneo na kwenda kununua, hebu nisaidie huko. Nikiacha kuweka tu hizo wanaita coordinates, papa anakuambia hili eneo wanakuingiza mjini. Kulikoni hapa uwanja wa mpira. Hapa ndipo penyewe hapa. Mazoea ya uwekezaji ni tabia ambayo unaweza ukaijenga kwa mtoto wako tangu akiwa mdogo. Zitambue tabia zinazoleta hasara. Zitambue tabia zinazoleta nini? Hasara. Ukizitambua hizi, anza kuzitawala moja baada ya nyingine. Sikia. Sijui viongozi wa Atape wanaweza wakajua kuliko mimi. Sijui kama tulikuwa na mtu ambaye alikuwa na wasilisho la kuhusu bima ya afya hapa. Hatukuwa naye. Alikuwepo? Alikuwepo? Hakuwepo. Kama kuna kitu muhimu ambacho litakiwa kiwasilishwe hapa, ni ukweli kuhusu bima ya afya. Utakuja kunielewa, siku umeugua unatakiwa utoe milioni 3, ili hali ungelipa kifurushi cha 900,000. Ungeokoa ile milioni 3. Kitu ambacho kinawaponza watu wengi sana waogope bima ya afya ni nini? Au za magari ni hiki. Ni kama vile bima zina macho. Unaweza ukalipa usiugue. Lakini siku tu unaacha kulipa unaugua. Na za magari ni hivyo hivyo. Utalipa comprehensive, utalipa, hupati ajali. Jitoe ufahamu. Useme sasa third party, boda kama ametumwa. Kwa lugha nyingine, kwenye hoja ya bima,
Usiangalie faida ya sasa, angalia ya. Tungeliweza, mkutano unaisha lakini ujao unaweza kufanya hivi. Tungeliweza, tungewaita watu wa bima kabisa waje hapa. Wanapokuja hapa wakati huu wanatoa presentation yao, wakimaliza wanakaa hapo wanafundisha tu kujisajili. Kuna bima ndogo kabisa lakini utaokoa pesa nyingi hapo baadaye. Jifunze tabia zinazoleta hasara. Mojawapo ni kuto kukata bima. Hiyo ni mojawapo kabisa ya tabia ambazo zinaleta hasara. Usitafute kuridhika kwa haraka. Hapana. Kwa mfano, nione hivi hivi, uniache hivi hivi. Nikiona kitu ambacho nakipenda sana, hata ni kwenye internet hivi, nimeona kuna gadget, simu ambayo naipenda, huwa sinunui saa ile ile. Maana saa ile najua kabisa automatic inaongozwa na mhemko. Yaani kujua psychology haina maana ya kwamba huna mihemko, unayo kabisa. Kuna mimi kuna sana nasema huu mhemko hii. Ngoja nisubirie siku ngapi? 3. Nasikilizia, bado ile hisia ipo. Naendelea kusubiria mpaka niwe nomo kabisa kabisa kabisa. Mnajua hata kwenye kwenye promotion kuna saa mtu anatoa kitu baadaye akikana hivi ile sadaka. Kwa sababu mzungumzaji alikuwa anajua kucheza na hisia. Huwa nikifanya promotion mimi nakataa mpaka kwaya. Naambia sitaki hata wimbo. Acha watu watoe kwa akili timamu kabisa kabisa na ahadi. Watu hawatimizi ahadi kwa sababu kuna andiko lilisomwa. Mali zenu zitaliwa na nondo. Jamaa anasema isee hapana. Kwa hiyo anza kujichunguza. Ni vitu gani ambavyo vinakushtua? Kwenye kitabu cha Emotional Intelligence, kitabu nikapana namna hii, ukikanunua usije ukaona ukubwa ukaogopa ukasoma. Kasome taratibu, ukifika mahali weka alama, utulie tu hapo. Kasome mpaka ukamalize. Emotional Intelligence. Mwandishi anasema ya kwamba mtu akiwa na hekima au werevu wa kihisia ni mtu ambaye anaweza kuzitambua hisia zake na kuziweka chini ya udhibiti. Nimefunga notes, sitaendelea kusoma tena. Bwana mmoja alikuwa anagombea ubunge kule milima ya Upare kwenye chama. Alafu wanamjua emotions zake. Wenzake hawakupata shida sana kumwangusha. Walicheza na emotions. Yuko pale mbele anatoa hotuba ili chama kimteue kuwa mgombea. Akategwa bwana mmoja akamwambia tunamjua emotions zake. Mtu mmoja akanyosha mkono. Akasema una swali kwa mgombea? Akasema ndio. Akanyosha mkono. Akamwambia mheshimiwa, umeacha kupiga mke? Jamaa akasema mjinga kabisa wewe. Huwezi kuniambia maneno kama haya. Nani alikuambia maneno majungu tu? Nayo akaongea. Alipomaliza asema sina swali lingine. Akasimama sasa yule mwingine mgombea asema na wewe tuambie sera zako. Anasema ndugu wajumbe, mmeona kule bungeni ni eneo ambalo huwa watu wanajibizana sana maneno. Ikiwa swali moja tu ili limempa jaziba kiasi hiki, je, akikutana na watu wengine kule atatutia aibu? Kuisha, habari imeisha. Umeona umuhimu wa emotional intelligence? Unaweza kuwa na IQ kubwa, lakini kama huna emotional intelligence, 0. Unaweza kuwa na bidhaa nzuri kwenye duka lako, nzuri kabisa, lakini kama huna emotional intelligence, utafukuza wateja. Kinachofanya watu waende kununua bidhaa hafifu kwa mtu ni jinsi ambavyo huyu mtu amejua kuwahendo. Wewe mfanyabiashara, elewa ya kwamba mwenye akili timamu ni wewe tu. Wateja wako wengi ambao unakutana nao wana magonjwa ya akili. Anasema lakini mchungaji imekuwaje? Usije ukashangaa kuna mtu anakuambia hebu nipe niangalie hiyo simu. Anaangalia, anabonyeza. Sasa kama huna emotional intelligence, unabonyeza ya nini? Kama hununui ondoka. Lakini huku una hofu kwamba ataharibu simu yako maana ni mpya, hapo unataka kutumia emotional intelligence. Muacha ibonyeze, lakini unaweza kutumia busara. Anambia, sema unataka kuona sikio chake jinsi kilivyo? Ngoja nikusaidie. Hujamwambia utaharibu. Yaani ni kitendo, baada ya kumwambia acha kubonyeza utaharibu.
tumia emotional intelligence. Unataka uone kioo? Hebu ngoja nikuonyeshe kidogo tu kwamba inabonyezwaje. Tusimame tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, ukatusaidie tuweze kuingiza kwenye vitendo mambo haya. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.